Mtumishi wa Mungu Mchungaji Kimondo ametoa kauli nzito inayotikiza anga ya siasa nchini baada ya kuweka wazi msimamo wake kuhusu kesi inayomkabili makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Antiphas Lissu, anayeshikiliwa gerezani. Akizungumza katika mahojiano maalum ya kituo cha televisheni ya mtandao, kiongozi huyo wa kiroho ameeleza kuwa mwanasiasa huyo hana hatia yeyote na kwamba tuhuma za uhaini zinazomkabili ni za kutungwa kwa malengo ya kisiasa. Mchungaji Kimondo amebainisha kuwa muonekano wa furaha kutokuwa na huzuni na afya njema inaonyesha mwanasiasa huyu, yani Tundu Lissu, anapotoka gerezani kwenda mahakamani ni ushahidi tosha kuwa nafsi yake haina msongo wa mawazo unaotokana na kujihisi ana hatia. Amesikitishwa na ukweli kwamba wafuasi na mashabiki walioko nje ya gereza ama mahakama wanaonekana kuwa wanyongwe na wenye huzuni kubwa kuliko kiongozi huyo ambaye amekuwa akiwapa maneno ya faraja kila anapopata fursa ya kuonana nao wakati wa vikao vya kesi yake. Kiongozi huyu wa kiroho amefafanua kuwa hali hiyo inatuma picha ya wazi kuwa Tundu Lissu anajiona msafi na anajisikia kama mtu anayepita katika mapito ya mateso yaliyowahi kumfika Bwana Yesu Kristo, ambaye alihukumiwa kifo na kuuawa bila kuwa na kosa lolote ili kuwakomboa wanadamu. Mchungaji Kimondo ametoa wito kwa taasisi za kidini kubaki kuwa sauti ya unabii na sauti ya watu wasio na sauti, kwa kusimama katika misingi ya ukweli, kumcha Mungu na kuhimiza utendaji wa haki badala ya viongozi wa dini kugeuka kuwa wachawa wa viongozi wa serikali wasiotenda haki kwa raia wa kawaida. Ameongeza kuwa wajibu mkuu wa kanisa ni kumhubiria mwanadamu kikamilifu katika nyanja zote za kiroho na kimwili, kwa sababu mifumo ya uchumi wa nchi ikiharibika, maisha ya waumini yatateremka na afya zao zitakapodhoofika, jambo linalofanya roho zao zikose mahali salama pa kuishi duniani. Uchambuzi wa kauli hiyo ya mchungaji Kimondo unaonyesha jinsi viongozi wa kidini wanavyolazimika kuingilia kati masuala ya utawala ili kuhakikisha kuwa wananchi wanapata unafuu wa maisha, ikiwemo uwezo wa kununua bidhaa muhimu kama sukari kwa bei ya kawaida na kumudu gharama za nauli wanaposafiri. Amebainisha kuwa mahubiri ya kikanisani hayatakuwa ya faida yoyote kama yatajikita kwenye mambo ya imani pekee, huku yakipuuza changamoto zinazomguza Mkristo kila siku katika maisha yake ya kawaida barabarani na sokoni, vilevile nyumbani mwao. Kiongozi huyo amerejelea mifano ya kihistoria ya kiroho ambapo Bwana Yesu alitenda kazi kwa kuponya wagonjwa, kuwalisha wenye njaa na kuwakemea vikali viongozi wa dini na serikali waliokuwa wakiwaonea wananchi kupitia sheria kandamizi zilizotengenezwa kwa maslahi ya watawala badala ya kuleta unafuu kwa jamii. Mjadala huu umeenda mbali zaidi baada ya mchungaji Kimondo kuchambuzi uhusiano uliopo kati ya dhana ya haki na dhana ya amani ambazo zimekuwa zikitumiwa mara kwa mara na viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati wa vipindi vya mivutano ya kisiasa. Kiongozi huyo ameweka wazi kuwa ingawa vitu vyote viwili ni tunu nzuri kwa taifa, haki ndivyo inavyotangulia daima ili amani iweze kustawi automatically katika jamii yote ama jamii yeyote ile. Amepinga mfano wa mtu anayemkanya mwingine ama anayemkanyaga
mwingine mguu kwa makusudi na kusababisha maumivu makali, akisema kuwa haiwezekani kuhubiri amani huku mguu ukiwa bado umegandamizwa na kuizuia mtu anayekanyanga asilie wala asiseme ana maumivu kwa kizingizio cha kulinda utulivu wa nchi. Mchungaji Kimondo amesisitiza kuwa kulazimisha amani iwepo wakati haki haitendeki ni sawa na kutengeneza kichaka cha kujificha kwa ajili ya kuendelea kutenda maovu na kunyima raia haki zao za kikatiba. Kufuatia hali hiyo, kiongozi huyo wa kiroho amehoji ukweli wa amani inayohubiriwa nchini kwa miaka mingi, akitaka maelezo ya kina kuhusu matukio ya watu kupoteza maisha vya wananchi vilevile wanavyotokea sasa ama yanayotokea sasa hivi nchini, akisema kuwa kuimba amani pasipo haki haikuzuii madhara ya kijamii na kiutawala. Mchungaji Kimondo amefafanua kuwa watunga sheria wanapaswa kubadilika na kutengeneza mifumo inayolinda utu wa raia badala ya kutumia vyombo vya dola kukandamiza sauti zinazopinga uonevu au zinazodai uwajibikaji katika usimamizi wa mali za umma. Kauli hii inakuja wakati mazingira ya kisiasa nchini yakiwa na taharuki kubwa kufuatia kukamatwa na kushikiliwa kwa viongozi wa ngazi za juu wa vyama vya upinzani wanayokuwa wakihamasisha harakati za maandamano na mikutano ya hadhara inayopingwa na vyombo vya usalama kwa madai ya kuhatarisha usalama wa taifa. Ufafanuzi huo wa mchungaji Kimondo unadhihirisha uwepo wa hitaji kubwa la kufanya mageuzi ya kifikra miongoni mwa viongozi wa kidini na kijamii nchini ili kuizuia matumizi mabaya ya madaraka yanayoweza kusababisha mifarakano mikubwa na kudhoofisha ukuaji wa uchumi. Kiongozi huyo ametoa onyo kali kwa viongozi wanaojipendekeza kwa watawala kwa ajili ya kupata vyeo au maslahi binafsi, akisema kuwa tabia hiyo inachangia kwa kiasi kikubwa kuongezeka kwa uovu na uonevu dhidi ya raia wanyonge wasio na uwezo wa kujitetea. Mifumo ya utawala bora inapaswa kuzingatia misingi ya sheria na kutoa nafasi sawa kwa pande zote za kisiasa kushiriki katika ujenzi wa taifa bila ubaguzi wa kiitikadi, jambo ambalo limekuwa likipigiwa kelele na mashirika ya kutetea haki za binadamu ndani ya nchi na nje ya mipaka ya Tanzania. Shughuli mbalimbali za kisheria zinaendelea mahakamani ambapo kesi hiyo ya Tundu Lissu inatarajiwa kuendelea kusikilizwa chini ya ulinzi mkali wa polisi, huku kauli za viongozi wa dini kama mchungaji Kimondo zikiendelea kuamsha mwamko mpya miongoni mwa waumini na wanachama na wananchi wanaotafuta mawajibu ya changamoto za kiutawala. Vyombo vya usalama vimeendelea kusisitiza kuwa vitachukua hatua kali dhidi ya mtu yeyote atakayejaribu kufuruga amani, wakati upande wa tetezi wa haki ukishikilia msimamo kuwa utulivu wa kweli hauwezi kupatikana kama hakuna usawa mbele ya sheria, kama sauti za wakosoaji zinaendelea kufifishwa kwa nguvu.